Mheshimiwa Saashisha Eliniki Mafue atafuatiwa na Mheshimiwa Priscus Tarimo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye wizara hii na hotuba ya waziri. Lakini kabla sijasema mchango wangu, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Riziki Lulida amekuwa akisema sana kuhusu hilo jusi. Mimi niseme na mimi nimsaidie ifike mwisho sasa lirudi, kwa sababu faida ni kwa wote sisi wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais sana. Baada ya kufanya filamu ya Royal Tour, sisi watu wa Hai ni mashuhuda namba moja. Kwa sababu uwanja wetu wa Kilimanjaro pale KIA tumekuwa tunapokea ndege karibu kila siku. KLM anaingia kila siku na mashirika makubwa ya ndege yanazidi kuongezeka. Na hii idadi mnayoiona tumetoka kwenye 992 mpaka 2,241,041. Na bado ninaamini kule kwenye 5,000,000 tunaweza kufika kama haya nitakayosema hapa yatazingatiwa na mengine ya waliosema wenzangu. Mheshimiwa, kufikia idadi hii tunatakiwa kufanya maandalizi ya mazingira yote. Na hapa mchango wangu nitajielekeza kwenye wizara mbalimbali ambazo Mheshimiwa Waziri wewe unahitaji sana wizara nyingine zikusaidie ili kutengeneza mazingira rafiki ya kuwezesha watalii wakifika hapa waende wao wenyewe kutangaza kwa watu wengine. Moja ya mazingira ni kuhakikisha kuna kuwepo na mahoteli ya kutosha kwenye mazingira haya ambao kuna vituo vya utalii. Kwa mfano, sisi wa ukanda wa kaskazini kuanzia Arusha mpaka kwenda Tanga, je, idadi hii ikifikiwa mmeshafanya tathmini kujua hawa watu watapata sehemu za kukaa? Sasa mimi nikuonyeshe kona ambao unaweza kupita ukapata mahoteli. Sisi kule kwetu Hai tuna maeneo mazuri sana ya kuweza kujenga hoteli za vituo vya utalii. Niliwahi kuzungumza na kamishna wa PPP David Kafulila kumwambia atembelee eneo la wilaya yetu ya Hai kwa mashamba yale ya ushirika ili tuweze kuyatumia kwa kufanya tathmini mashamba yale, lakini kutafuta wadau ambao wanaweza kujenga mahoteli ya kisasa kwa kushirikiana na vyama vyetu vya ushirika aliyoko pale. Kwa hiyo nikuombe na wewe Mheshimiwa Waziri nukaribishe upokee wazo hili. Tuna maeneo mazuri sana ambao ukijenga hoteli ya kitalii, mtalii akikaa pale yeye mwenyewe anafanya utalii kwenye mazingira yale na vivutio vingine. Lakini pia sambamba na hilo ni barabara za kwenda kwenye maeneo ya utalii. Amesema hapa Profesa Ndakidemi, na mimi niseme bahati nzuri nishatembea na Mheshimiwa Waziri tukamuonyesha barabara zile 3 ambazo zinaenda mlima Kilimanjaro. Barabara zile zikapitika mwaka wote, kipindi chote cha jua na mvua, kwa maana Januari mpaka Disemba, zinatengeneza mazingira mazuri ya utalii kuweza kufikika, ikiwa ni sambamba na maeneo ya vivutio hasa ya biashara. Pale Bomang'ombe tunamshukuru Mheshimiwa Rais, zimejengwa barabara. Kuna barabara ya kwenda Shekimaji, Bomang'ombe TPC. Pale katikati tukiweza kuweka vibanda vizuri vya utalii, maanake mtalii anaposhuka KIA anaweza kuanza kupata huduma kuanzia pale Bomang'ombe, kuliko ilivyo sasa hivi mpaka afike Moshi mjini au aende Arusha, lakini pale angeweza kupata huduma. Na eneo hili nikuombe ulitazame, lakini pia utushauri, kwa sababu halmashauri ya wilaya Hai tayari tumeshaanza mchakato wa kufanya pale ni eneo la kitalii. Tupate wataalamu wako watutembelee ili tuzungumze lugha moja inayofanana. Ni sambamba na ujenzi wa mahoteli pale eneo la KIA. Tuliambiwa tunapopisha eneo la KIA, moja ya sababu ni kwamba zitajengwa hoteli za 5 star. Tuombe basi na wewe tusaidie kusukuma huo mradi ukamilike ili eneo lile la KIA liwe na hoteli za kujitosheleza. Ni pamoja na mradi wa Joe Park. Mradi wa Joe Park wataalamu wako walitueleza kwamba watapita kwenye vivutio vya utalii vile vidogo vidogo. Kule Mronga tuna vipepeo ambavyo Tanzania na duniani kote havipatikani. Tuna maeneo ya zamani malikale nyingi. Tulifanya afisa wetu wa halmashauri alitembelea maeneo yale yote ili mtalii anapokuja mlima Kilimanjaro kuwe na package, aende Chemka, aende kwenye hivyo vituo vingine. Tutaboresha utalii wetu na tutawavutia zaidi na tutamunga Mheshimiwa mkono, Rais wetu mkono. Lakini pia ulinzi wa mlima Kilimanjaro sio wa ofisi ya makamu wa rais peke yako. Wewe unaohusika na utalii Mheshimiwa Waziri, na wewe uone walifanya tathmini ya kinachosababisha theluji ya mlima Kilimanjaro kuyeyuka ni kitu gani? Mvua kubwa iliyonyesha ya mawe inasababishwa na kitu gani? Tungeomba hii taarifa ya tathmini iliyofanyika itolewe kwa wananchi, ikiwa ni sehemu ya kuwajengea uwezo kujua mabadiliko ya tabia nchi ili tutunze mlima wetu wa Kilimanjaro huu. Lakini pia ni sambamba na upandaji wa miti. Lisiwe ni swala tu la kupanda miti na kuiacha. Kumekuwa na utamaduni sasa hivi watu wanaenda sema taasisi fulani imetoa miche 100,000, wanapiga picha wanaondoka. Wanapanda ile miche inaliwa na mbuzi inaishia hapa.
Mimi nadhani tutengeneze kanuni, kama mtu anayetaka kutupa miti apande, aitunze, ikifika angalau 30% au 50 ndio aite vyombo vya habari sasa kwenda kutukabidhi, kuliko hiki kinachofanyika sasa hivi. Tunapoteza hela na uoto wa asili bado unazidi kuteketea. Eneo lingine pia niombe kutengeneza mahusiano mazuri na sisi tunaotunza mlima Kilimanjaro. CSR, Mheshimiwa Waziri, ulituahidi hapa. Ni kweli kuna maeneo tumepata majiko ya gesi, tumejengwa madarasa, lakini sisi tulioko kule mlima Kilimanjaro, nilisema tena hapa mwaka jana, tunafahamu nchi yetu yote fedha zinakusanywa zinaenda kwenye Central Pool, lakini CSR maeneo mengine wanapata, walioko kwenye migodi huko tunaona namna ambavyo wanapata CSR, inawasaidia wananchi wanaozunguka maeneo yale. Sisi CSR yetu ya mlima Kilimanjaro mbona hatuioni? Na sisi ndio tunaotunza mlima, moto ukiungua tunapanda kule kwa upendo kabisa. Lakini tofauti na maeneo mengine ambapo mnakimbizana na watu, sisi tunaupenda mlima wetu na tunautunza kwa upendo. Niombe fedha ya CSR tuletewe. Lakini pia nimekuwa nikisema swala la vijana wanaopanda mlima Kilimanjaro, wasitoke tu maeneo mengine. Ni kweli tunajua ni biashara huria, nchi yetu ni yote, ni yetu sisi, lakini kutengeneza upendo wale vijana wanaozunguka mlima Kilimanjaro, na wenyewe ni vizuri wakapewa kipaumbele kuliko tu mtu anakuja na watalii, kampuni inakuja inapanda mlimani moja kwa moja, hakuna hata mtu mmoja wa pale ameshirikishwa. Lakini pia utaona namna ambavyo kampuni hizi niwapongeze pia kampuni zinazohusika na utalii, hasa kampuni Alteza tumeona imeongoza kwenye kampuni ambazo zinalipa kodi. Tuendelee kuatia moyo ili tushirikiane kwenye sekta hii kuhakikisha inainuka. Eneo lingine dogo sana, pale uwanja wetu wa Kilimanjaro kumekuwa tembo wanaingia pale uwanjani. Sasa niombe, uwanja ule ni sensitive, muone namna ya kudhibiti jambo hili tofauti kabisa na maeneo mengine, tusije tukapata taharuki pale. Mheshimiwa Spika, nimekuona umeshawasha, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.